saizi ndugu zangu katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo. Ni ule mama wa tiba za asili wa kushirikiana na viumbe vinavyoonekana na viumbe visivyoonekana. Siku ya leo niko hapa kwa ajili ya kukupa mwongozo. Siku ya leo niko hapa kwa ajili ya kukupa elimu inayohusiana na nyota. Niko hapa kwa ajili ya kukupa elimu ambayo inahusiana na nyota. Kila mtu au kila binadamu ameumbwa kutokanika na nyota yake, au jina lake ndiyo limebeba nyota yake. Nyota ndiyo utawala wako. Kwa hiyo siku ya leo nimekuja hapa kwa ajili ya kukupa elimu katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo, elimu inayohusiana na nyota. Elimu ambayo inahusiana na nyota. Na siku ya leo ningependa niweze kuwapa elimu wale wenye nyota ya samaki, wale ambao nyota yao ni ya samaki. Sasa kama wewe nyota yako ni ya samaki, basi ni vyema ukaweza kukaa katika chaneli yangu mimi Dr. Mama Kavumo, ukaweza kunisikiliza na kujua nyota yako ni nyota ya namna gani, na nyota yako inataka uhusiane na watu wenye nyota ya namna gani. Maana watu wengi wanaweza wakawa wanaingia kwenye mahusiano, labda wewe mathalan nyota yako ni ya samaki, lakini mtu ambaye unaingia naye kwenye mahusiano unajikuta hamuelewani, mnagongana, mnakuwa na magomvi yasiyoisha, lakini bila kujua kwamba mtu ulionaye na nyota yako ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo nyota yako, kwa sababu wewe ni nyota yako ya samaki, mtu ambaye unatakiwa kuwa naye kwenye mahusiano inatakiwa awe ni mtu mwenye nyota ya namna gani, na mtu mwenye nyota ya samaki inatakiwa awe ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo moja kwa moja siku ya leo mimi Dr. Mama Kavumo nitakupa mchanganuo wa nyota yako, japokuwa hatuwezi kuchanganua kuimaliza moja kwa moja, lakini nitakupa faida kwa machache ili uweze kujua wewe mtu mwenye nyota ya samaki unatakiwa kuwa na mahusiano na mtu mwenye nyota ya namna gani. Mtu mwenye nyota ya samaki, kwanza unatakiwa, ili uweze kufanikiwa au ili ndoa au mahusiano yaweze kudumu, ni lazima uwe na mahusiano mwenye nyota ya kaa. Kama wewe una nyota ya samaki, mtu ambaye unatakiwa uwe naye katika mahusiano unatakiwa uwe na mahusiano mwenye nyota ya kaa. Kama si mtu mwenye nyota ya kaa, basi inatakiwa uwe kwenye mahusiano na mtu mwenye nyota ya nge. Wewe mtu mwenye nyota ya samaki, ukienda kuwa na mahusiano na mtu mwenye nyota labda ya ndoo, au una mahusiano na mtu mwenye nyota ya mshale, utambue moja kwa moja, kwa sababu nyota zenu zinakinzana, hazishabiani na haziko katika uwiano, moja kwa moja mahusiano yako yatakuwa ni ya tabu, mahusiano yako yatakuwa ni ya kuumiza, mahusiano yako yatakuwa si ya watu wa kupanga na kuelewana. Ninapozungumzia mahusiano, hatuzungumzii mahusiano ya kindoa au mahusiano tu ya kimapenzi. Tunazungumzia mahusiano ya kibiashara, iwe ni mahusiano ya kikazi. Kwa hiyo ili muweze kufanya kazi au muweze kufanya biashara, ili biashara iweze kusimama na iweze kukua, lazima muwe mnaendana kinyota au mko katika mahusiano sawa. Lakini iwe katika biashara, iwe katika kampuni, watu wote hamwezi kuwa na nyota sawa, lakini angalau baadhi ya watu mwenye nyota ya kaa, mwenye nyota ya nge. Basi kama wewe una nyota ya samaki, basi unapokutana na watu hawa unajikuta moja kwa moja ni mtu ambaye mnaweza mkazungumza, mkapanga jambo na jambo lako likaenda vizuri. Lakini pia ni siku gani ambayo pia inakuwa ni siku nzuri kwako, na ni siku gani pia inakuwa ni siku ya bahati. Kwa mtu mwenye samaki, siku yake nzuri kabisa inakuwa ni siku ya Alhamisi. Siku ya Alhamisi ndiyo siku ya nyota ya samaki, lakini siku hiyo hiyo pia ni siku yako ambayo kama unapanga biashara yako au ni mtu ambaye unakutana katika ndoa au katika mahusiano, unakutana na mpenzi wako, basi ni siku nzuri sana katika kuvalishana pete. Lakini pia siku hiyo hiyo
siku ya Alhamisi, kwa wewe mtu mwenye nyota ya samaki, kama ni mtu ambaye una miahadi ya kibiashara, una miahadi katika mambo yako ya mafanikio, basi utambue siku hiyo kwako ni siku nzuri sana. Lakini unakuwa ni mtu wa namna gani? Unakuwa ni mtu ambaye kwanza ni mtu ambaye hupendi kukasirishwa, yaani ni mtu ambaye unapokasirishwa, mtu anapokukosea basi unajikuta unakasirika kwa haraka. Lakini pia inakuwa moja kwa moja unapokasirika pia unakuwa ni mwepesi wa kusamehe. Kwa hiyo mtu mwenye nyota ya samaki anakuwa na vitu vya namna hiyo. Lakini mara nyingi watu hawa hupendwa tena, wanakuwa ni watu wa kuonewa mara kwa mara. Yaani mtu anakuwa ni mtu wa kuonea kwa sababu anakuwa ni mtu mtaratibu, lakini pia anakuwa si mtu mwenye kupenda magomvi, lakini pia unakuwa si mtu mwenye kupenda ukorofi, na ndio maana watu wengi wanakuwa wanakuonea kwa sababu unakuwa ni mtu mwenye utaratibu, ni mtu ambaye wanakuwa ni wapole. Hawa ni aina ya watu wenye nyota ya samaki. Kwa hiyo wewe kama unajijua kwamba nyota yako ni samaki, watu wako ambao unatakiwa kuhusiana nao au ambao unatakiwa kuiga nao, iwe kwenye ndoa, iwe kwenye biashara, ili mambo yako yawe mazuri, uweze kufanikiwa kwa kiwango kikubwa, basi watu ambao unatakiwa kuhusiana nao ni watu wenye nyota ya kaa, lakini pia ni watu wenye nyota ya nge. Lakini pia usiku yako ni siku ya Alhamisi. Siku hiyo kwako inakuwa ni siku nzuri sana. Lakini sasa kuna vitu vingi kwa ajili ya kutengeneza nyota yako. Kuna vitu vingi ambavyo inatakiwa kusababisha nyota yako iendelee kuwa nzuri zaidi. Sasa ni vizuri zaidi ukaweza kuwasiliana na mimi au ukaendelea kufuatilia katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo, ukaendelea kupata elimu nyingi ya nyota nyingi zaidi. Kwa hiyo hata kama wewe nyota yako si ya samaki, lakini kuna nyota nyingi nitaendelea kuwapa elimu. Naitwa Dr. Mama Kavumo. Jamani, naombeni msubscribe, mlike na muendelee kutoa comment katika chaneli yetu ili niendelee kuwapa elimu. Ni nyota gani nyota yako wewe ni ya nini, na vile vile unahitaji kujua nyota yako ili iweze kuwa yenye nguvu, ili iweze kukupa mafanikio zaidi, nini ufanye? Basi endelea kunifuatilia mimi katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo. Karibuni na asanteni sana.